kila mtu ametoa maoni yake huko. Kwa hiyo kwenda kwa Young Africans, kwa Simba, wasemaji pia kila mtu kazungumza, lakini mimi ninachoona ni kwamba tatizo ni kwa bodi ya ligi. Nikitumia neno kama kusema labda bodi ya ligi haina meno, si unanielewa? Kwamba kwa sababu haina meno ya kung'ata ni kwa sababu gani? Nafikiri nimeeleweka, kwa sababu ukitizama ukiangalia Simba kosa lake, Young Africans kosa lake, yeye ndio mwenye jukumu la kuhakikisha kwamba alikuwa na uwezo wa kusawazisha kitu chote, kwa sababu usiniambie kwamba kuna kanuni ambayo inasema labda kama kuna changamoto yote imetokea kuna kuahirisha mechi, si ndio? Hakuna kwenye kanuni yake. Ukisema labda Young Africans pia labda anakosa, maybe wale wagambo ambao wamefika pale kwenye tukio lile, si ndio? Lakini kuna kanuni ambayo kwamba kuna fidia lazima watalipa. Kwamba tutarudi pale kwamba game lazima ipigike. Kivyote, lakini ni kama bodi ya ligi imeonyesha unyonge kwenye hivi vilabu viwili, ni kama hawana kauli kwenye hivi vilabu vikubwa, kwa sababu maybe ya ukubwa wa soka ambao kwa sababu ya ukubwa wa jina na baadhi ya historia ambayo umetengeneza klabu kuwa na umati wa watu wengi sana. Kuna watu ambao wanazipenda hizi timu kwa muda mrefu sana, si ndio? Ila bodi ya ligi ni kama imeshindwa kutoa kauli mara nyingi kwenye hivi vilabu, na sio mara moja. Ukifikiria pia kuna game ambayo ilikuwa ni Young Africans, ile dabi kama hii ilitokea hivyo, lakini pia ni maamuzi kwa bodi ilikuwa ni hivyo kwamba kuna namna wanashindwa kutoa kauli. Game inaishwa ghafla. Waga najiuliza maybe vilabu vya katikati na vya mwisho mara nyingi kuna tatizo kama hivi, huwa inatokea vipi? So ili wanakata pointi. Ukata point, yes. Sasa issue ni kwamba vipi? Ndio maana nakwambiaje, ukienda kwenye hizo kanuni hata ukizisoma rudia hata mara 10, kilichofanya game kairishwa ni sababu gani? Young Africans chokifanya kenda uwanjani kwa sababu kwa mujibu wa bodi ya ligi kuna taarifa ambazo walikuwa wanazitaka za ushahidi wa kile ambacho kilitokea hazijakamilika. Ushahidi gani? Unajua najaribu kujiuliza jambo moja. Nikiitazama hii kanuni ya 31 mimi nazungumzia timu kutokufika uwanjani ambayo kwa msimu ulioanza wa 2024-2025 ilifanya marekebisho. Na nisome tu hapa juu kidogo kwamba timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF na TPLB. Tuishie hapa. Bila sababu za msingi. Kwa hiyo ina maana kwamba hii sababu ni ya msingi, ndio maana mechi imeahirishwa, si ndio? Sababu isingekuwa ya msingi, it means kwamba mpaka sasa hivi bado mechi ingekuwa imesimama. Kwa hiyo kwa mujibu wa bodi ya ligi na TFF ni kwamba hii sababu ambayo Simba wameitoa, kwa sababu Simba walipeleka malalamiko yao, kwa sababu wameitoa ni ya msingi, ndio sababu ya mechi kuahirishwa. Unajua Stara, sipenda kuzungumza these things, ila we need to say ni kwamba yani imefikia sehemu sasa hivi kwenye nchi yetu na sijajua ni lini TFF pamoja na bodi ya ligi watafahamu power yao au watafahamu authority yao juu ya mpira wetu, kwa sababu Wasara ili sakata unafikiri bodi ya ligi ama TFF hawajui mamlaka yao katika soka la Tanzania? Hawajui. Wangekuwa wanajua Wasara sasa hivi mechi ingekuwa inachezwa au ungekuwa tayari kumesha hakukutokea statement yoyote ya mechi kuahirishwa, light kama wangekuwa wanafahamu. Kwa sababu gani nasema hivi Wasara? Hii sakata la Simba kutokuruhusiwa kuingia uwanjani jana, wao kwa jinsi ambavyo wamezungumza kwenye barua yao ni kwamba au kwenye tangazo lao ambalo wamelitoa ni kwamba kilichowafanya wakashindwa kuingia uwanjani ni meneja wa uwanja ambaye aliwazuia kuingia pamoja na hao makomando. It means kwamba hao makomando paka wanasimama getini wanaizuia timu ya Simba kuingia uwanjani. It means kwamba wanaamini hata wakifanya vile hakuna chochote ambacho watafanyiwa. That's why wakasimama pale na wakaamua kuwazuia wao kutokuingia uwanjani. Na maana kwamba wanaamini kwamba hakuna chochote ambacho TFF wala bodi ya ligi watatufanya. We are Young Africans. Kwa Simba, ukitaka kujua kwamba haya ni maamuzi ambayo waliyafanya kwa haraka sana, ina maana baada ya wao kupeleka malalamiko yao kwa bodi ya ligi, it means kwamba walipaswa kusubiri kauli ya bodi ya ligi. Lakini wao tena jana hiyo hakukupita masaa mengi sana, wakatoa statement kwamba tumeahirisha mchezo. Yani wao, kwa sababu anayeruhusiwa kuahirisha mchezo ni nani? Ni mamlaka husika. Simba si mamlaka husika, yeye mwenyewe anapaswa kufuata yale ambayo yanaamuliwa na mamlaka husika. Kwa hiyo baada ya hawa kuwanyima wenzao kuingia uwanjani, nao wakaamua kutunishiana sasa misuli kwamba na sisi hatutocheza mechi. Hebu jari ninachokiona ni kwamba hizi timu zinazungumza tu, tuna mashabiki wetu, tunatamani waje uwanjani, sijui nini, lakini kilichopo ni kwamba hawathamini mashabiki zao hata kidogo. Light kama Wasara wangekuwa wanathamini mashabiki zao, hii mechi sasa hivi ingekuwa inachezwa. Kuna watu wametoka vijijini huko wameuza mbuzi, kuna watu wameuza mahindi, kuna watu wameuza maharage, wakasafiri wakaja hapa mjini kuitazama mechi. Lakini kwa sababu ndogo ya namna hii, watu wanarudi nyumbani bila kutazama mechi. Ukiangalia kwenye page
pages mbalimbali mashabiki wanalalamika tena wa pande zote mbili, ili ufahamu kwa achana na ambao wana comment huko Instagram hata uwanjani hawajaenda. Hawa ambao wamefika uwanjani, the way ambao wanalalamika ni kwamba utakuja kuwasikia huko. Utakuja tutakuja kuwasikia. Yani jaribu tu kuzifili hisia zao namna gani ambavyo wanaumia. Mtu amesafiri huko ambako ametoka, anakuja labda ataitazama mechi muda ambao utakaoisha, huenda mtu asipate usafiri wa kuondoka. Atasubiri kesho. Ina maana logistics zote itabidi azilipie, na unajua ni hapa ni Dar es Salaam. Hakuna zile hoteli sio za utalala kwa 5,000, hapana. Yani kila kitu utakigaramikia kwa gharama ambazo ni kubwa. Sasa unajiuliza yani haya yote yalikuwa yanatokea kwa sababu gani? Ndio maana nakwambia TFF na bodi ya ligi huenda hawafahamu power yao au authority yao iko vipi, na ndio maana wakaahirisha huu mchezo. Unajua sababu ni nini? Wamekwepa hichi ambacho wamekiweka wenyewe kwenye kanuni zao, kwamba baada ya mchezo kutokuchezwa kipi kitapaswa kufanyika. Yaani wamekwepa kukata alama 15. Exactly, wamekwepa, ndio maana wameahirisha, kwa sababu mechi isingeahirishwa sasa hivi timu kwamba kipi ambacho kingefuata baada ya hapo, kwa sababu pekee ambayo binafsi nimeiona msimu huu ambayo kwangu ninaielewa na ilipaswa kusimama pale kwa mchezo kuahirishwa, ni sababu ambayo walikuwa nao Dodoma Jiji baada ya kupata itilafu, sababu ambayo walikuwa nao JKT pia. Yes, hizo ndo sababu pekee. Sijaona sababu yoyote ambayo inaweza imepelekea labda mchezo kuahirishwa tofauti na hizo mbili. Kwa hiyo ukiangalia sasa ni kwa sababu hawa ni Simba, hawa ni Yanga. Tujaribu kubalance, kwa sababu hawa ndo tunu ya taifa. Hawa ndo utamaduni wetu. Na maana sasa kwa sababu hawa ni utamaduni wetu, tunashindwa kuziishi kanuni ambazo sisi wenyewe tumezitengeneza. Kiukweli bodi ya ligi wamefanya kazi kubwa sana mpaka tulipofikia hapa. Kama kuna maua yao mengi sana wanapaswa kupewa. Lakini wanachokifanya ni kama ambavyo watu wa history wanaijua. Hii statement wameulizwa sana wakiwa wanasoma masuala ya history kwamba colonialists planted seeds of their own destruction. Na mimi nasema kwamba TFF and the TPLB planted seeds of their own destruction yao wao wenyewe ambao wanaendelea sasa hivi, wao ndo wamealea. Na ndio maana kwa sababu wali balance kipindi cha 2021 inabidi na sasa hivi wa balance, kwa sababu kama ulimpendelea Kurwa inabidi na sasa hivi Doto naye apendelewe. Sasa tunaenda wapi? Hizi kanuni bora zisiwepo, tujiendeshe sisi wenyewe kama tunatengeneza kanuni. 2021 unahisi kuna watu walipendelewa? Hii swala linaeleweka. Nikisema nianze kuzungumza hapa kwenye ile mechi ambayo ilipangwa kuchezwa majira saa 11 jioni, baadaye ikapelekwa saa ngapi? Saa 1 usiku. Mechi ilipaswa kuchezwa saa ngapi? 11. Kwa nini ilisogezwa? Ina maana ambaye hakupaswa kufuata sheria, nini kilitakiwa kimpate? Kwa hiyo unaona ambaye hakufuata sheria nani sasa hapo? Mimi nimekuja hapo, ndo nakuja hapo, umesikia? Samani ya Misa. Ndio bwana nikasema mara kwanza kauli yangu kwamba mlinyelewa kuhusu bodi ya ligi. Ni kitu kama hicho. Game ya kwanza ambayo ilikuwa Young Africans ambayo ilionekana kama imefanya kosa, si ndio? Hizo kanuni ambazo Yanga kufanya kosa, na nakuja kuelezea hakufanya kosa. Ni bodi ya ligi yenyewe. Zile kanuni yeye mwenyewe kaziweka. Lakini kama akazivunja mwenyewe, si ndio? Kwa Young Africans hakuwa na kosa. Hii ambayo imetokea jana, ukitizama namna ilivyo, bado ni yeye mwenyewe. Mimi sijaelewa mpaka sasa hivi why game imeahirishwa. Alafu kama ni pointi 15 kwenye ligi, wewe kama ni bodi ya ligi, timu zipo nyingi. Tunaongea spread discuss, ndio? Timu zipo nyingi. Ukisema asiko timu mbili kwa timu 15. 16, si ndio? Hiyo unafanyia watu wawili, labda unataka kubalance. Ikitokea timu za katikati zinazo ikatokea kafanya kitu kama hicho, na waza labda wanaweza wakawabeba nao. Kwa biashara nini kimemkuta? Biashara pointi ngapi? 15 walikatwa. Si ndio? Ni kwamba bodi ya ligi kuna sehemu ifike, ni kwamba iangalie hakuna timu mbili kwenye ligi. Kuna vilabu 15 na pia 16, na pia usisahau kwamba pia hivi vilabu vimekuwa vimebeba hisia za watu wengi sana. Kwenye game ya jana kuna watu wameumia sana. Game ambayo itakiwa cheze leo, si ndio? Watu wameumia wengi sana kwa sababu kuna watu wametoka mbali, kuna watu kwenye hivi vilabu watu kidisi uzi waje zao tu kuacha. So kumisi sana binafsi ndio burudani pia tumeikosa. Mimi kwangu nikiachana na ambayo yametokea jana kwa sababu yameumiza watu wengi, siungani mkono na wao Yanga kwa nyima Simba kuingia uwanjani. Hawakuwa na hayo mamlaka, wao wenyewe walipaswa kufuata kile ambacho kinaamuliwa na maofisa ambao walikuwa wanahusika na mchezo husika. Ila kwa hiki cha leo, kama hawatakuwa kinyonga kwamba sasa hivi wakiamua hiki afu baadaye waamue kingine, nasimama nao. Hakuna sakukuwa na sababu ya msingi ya kusogeza mchezo siku ya leo. Kitu ambacho wamekifanya Young Africans kwenda uwanjani ni kitu ambacho ni sahihi. Ambacho kilipaswa kufanyika kwao ni kwamba
wamevunja kanuni ambayo kanuni yetu ya ligi, walipaswa kupigwa rungu lao, lakini ambacho wamekifanya, wamesimamia kitu ambacho kilipaswa kisimamiwe. Hakukuwa, narudia tena, hakukuwa, sijaiona, kama mwingine ameiona it's okay, sijaiona sababu ya msingi ya siku ya leo kuweza kuahirisha mchezo. Kama watabadilika baadaye, yani sasa hivi wameenda uwanjani, kila kitu wameshakimaliza, wasema tucheza, baadaye wakacheza, sasa watakuwa ni incompetent. Lakini kama watasimamia hiki, I'm standing with them.